Kutoka kwake Fatma Bugu Mombasa, mtazamaji, tufululize moja kwa moja hadi kule Molo, na ni kwamba waombolezaji ambao hufika kupumzisha wapendwa wao katika makaburi ya Molo wameelezea hali ngumu ambayo hukumbana nayo kwa kukosa mahali pa kujikinga na mvua au hata jua. Wakizungumza na NTV mashinani, wamesema hulazimika kukatiza ibada kwa ghafla bila kumaliza, haswa wakati wa mvua. Mwandishi wetu wa Molo Jimson Ndongo na mengi zaidi. Wakazi hao wamesema kwamba wamekuwa wakisumbuka sana wanapofika hapa kuwapumzisha wapendwa wao, haswa wakati wa mvua na pia wakati wa jua. Wacha tusikize mararamishi kutoka kwao. Kaburi hili letu la Molo ni kaburi ambayo inabeba watu wengi kutoka mahali tofauti, na pia tungeomba ya kwamba hii shida ambayo tuko nayo ya shades, tujengewe shade hata kama ni moja kubwa ambayo itaweza kuhold watu ambayo wakikuja kusindikisha watu wao waache kupata hii shida ya kuchomeka na jua sana. Tulikuwa na miti hapa katika hii kaburi na miti ilikatwa na ikaondolewa. Choo iko hapa moja, tunasukumana hapo ndani, wamama kwa wazee hata watoto. Nakwambia ingia toka, ingia toka. Watu wanaumia sababu ya mvua, wakati wa mvua. Watu wanaumia wakati wa jua. Tungeomba sababu hata sisi, sababu watu tunatoa ushuru, tungetaka kuwa na choo ambaye ni kubwa ambayo itakuwa inatoshea watu. Wetu ni kutupa macho tuweze kuona iwapo serikali ya kaunti ya Nakuru itaweza kusikiza kilio chao na kuwatengenezea mahara pa kujikinga. Nikiripotia NTV mashinani kutoka hapa Moro, kaunti ya Nakuru. Jina langu ni Jimson Ndongo.